Kaa nasi Bwana, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa kweli, kwa wema wake nimefurahi kuwa pamoja nanyi katika Dominika hii ya tatu ya Pasaka, hasa kwa sababu ni mara yangu ya kwanza. Nakumbuka tulikuwa hapa wakati ilikuwa inafunguliwa, lakini tulikuwa wengi, baba askofu, wakuu wengi wa shirika, lakini nimetamani sana kwamba siku moja niadhimishe misa katika kanisa hili, na ni furaha yangu kuadhimisha misa ya kwanza katika kanisa hili, ingawa nilikuwa jana, lakini pia misa ya kwanza nimekuwa na waumini. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu miaka hizo baadhi walikuwepo, lakini pia nimejua baadhi wamehamia maeneo haya, kama tayari Ponde limekuwa parokia, si ni kweli Kuna wale ambao wamehamia kama tayari hapa ni parokia Kumbe basi ni furaha yangu kwamba eneo hili ambapo kanisa hili linasimama nilikabidhiwa mimi kama paroko, na nikapeleka taarifa kwa mwadhama, hayati mwadhama Kardinali, kwamba kuna muumini ameamua kutenda tendo jema la ukarimu, kutoa eneo lake kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Na kipindi hicho nilipokuwa paroko wa Tuangoma, basi kwa niaba ya waumini wa eneo hili na waumini wa jimbo kuu la Dar es Salaam, na zaidi kwa niaba ya askofu mkuu kipindi hicho, nikalipokea na ninaendelea kumshukuru nikiwa na mzee wetu, mzee Chacha. Asante sana kwa majitoleo yako makubwa, na Mungu kuniwezesha kuwakilisha kanisa lake kulipokea kutoka kwako. Katika uzee, nakumbuka mwisho tulipokuwa nayo tulikuwa tunaadhimisha miaka zako zilikuwa 80 Sasa hivi sijui umefikisha 87 nadhani au 86. Hongera sana baba kwa majitoleo yako. Na kumbe nimefurahi kuwa hapa kuadhimisha misa, maana baada ya hapo nakumbuka tulikuwa pale chini, nikawaambia waamini kwamba ningetamani eneo hili liitwe parokia Mtakatifu Bernardino wa Siena, na tukatunga sala kwa ajili ya ujenzi, michango, tukaanza kuweka msingi, na ilipofika hapo ikampendeza Mungu nihame niende sehemu nyingine, niwaachie wengine waendelee. Na wakaendelea pale tulipoiachia, nguzo zilipoanza kuinuka, na sasa tunaweza kukaa jinsi tulivyo. Tujipigie makofi mengi sana. Kumbe basi kwa wale ambao bado wanashangaa huyu nani, ila waumini wengi mnanifahamu Kwa wale ambao ni wageni katika parokia hili, basi inawezekana mmesikia jina. Mimi ndio Padri Karoli, paroko wa kwanza wa parokia ya Tuangoma. Kipindi hicho eneo hili lote lilikuwa chini ya parokia ya Tuangoma. Hongereni sana, na nilete salamu za mkuu wetu wa shirika ambaye tumekuwa naye kwenye kikao cha halmashauri ya viongozi juzi Morogoro, na paroko wenu alinialika niweze kuwa na WAWATA na UWAKA jana kwenye Family Day, na basi nishiriki nanyi pia katika adhimisho la misa katika Dominika ya tatu ya Pasaka. Hongereni tena, na wale ambao mmenyeshewa mkija, baraka za Mungu zishuke, na neema zake hizo zilikuwa za baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nimalizie kwa kusema kwa majitoleo yako ya kanisa hili hadi lifikie hapa ilipofika, Mungu akurudishie na hata mara moja. Ndugu wapendwa, Mungu wetu ni mwema, tena ni mwema sana.
Wema wake unaonekana hasa pale ambapo tunajipata katika masikitiko, katika uchungu wa maisha, katika mateso na katika misalaba mbalimbali ambayo wakati mwingine inatushinda kumudu. Ninapowatazama nawaza kwamba kuna mmoja ambaye labda alipotoka nyumbani, ameamka asubuhi, ameamka akiwa na furaha na anajisemea kwamba hata kama mvua inanyesha, lazima nitembee, lazima nisafiri niende kanisani, maana nina furaha moyoni na lazima niende nimshukuru Mungu. Inawezekana kuna watu kama hao humu ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba kuna mambo ambayo yamefanyika katika maisha yako, labda wiki iliyopita, kazini, katika familia, na una furaha ukasema leo katika Dominika, hata inawezekana hata sadaka yako ya kutoa iongezeke. Kwa nini? Kwa sababu umekuja na moyo wa furaha kuja kumshukuru nani? Mungu. Hongera kwa hilo, na una furaha kwamba umekuja kumshukuru Mungu kwa aliyokutendea. Lakini pia nawaza kwamba ninapowatazama, naona yule ambaye ametoka nyumbani, ameamka asubuhi, moyo wake ni mzito, ila amejisemea hata kama jinsi ilivyo hali ya hewa leo na mvua za rasharasha asubuhi, mimi nitaondoka na kwenda kwa Mungu, niende nimlilie. Kwa nini Mungu? Kwa nini hiki? Kwa nini hiki kinaendelea katika maisha yangu? Kwa nini jambo hili linaendelea katika familia yangu? Yaani amefunga hiyo safari kuja kanisani, lakini ana uchungu moyoni mwake. Anasikitika moyoni mwake. Inawezekana naongea na mtu kama huyo katika kanisa hili leo. Inawezekana yupo. Katika injili yetu tumeambiwa kuna wafuasi wawili ambao wamefunga safari, na Yesu anapozungumza nao, kuna mmoja ambaye anajibu. Injili anasema akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu, hata uyajui yaliyotukia humo siku hizi? Tumeambiwa walikuwa wawili, ila mmoja tu ndiye ametajwa. Tumsifu Yesu Kristo. Ametajwa jina kuwa ni nani? Kleopa. Mbona wa pili hajatajwa? Wa pili hajatajwa kwa sababu gani? Kwa sababu maisha ya hawa wafuasi wawili na wengine ambao walikuwepo wakaona matukio ya Ijumaa Kuu ni mimi na wewe. Ili mimi na wewe tukiwa katika safari hiyo, niweke na uweke jina lako, wewe ambaye unaambatana na Kleopa. Jina lako ni nani? Wewe ambaye unapitia machungu katika maisha, wewe ambaye umeona Ijumaa Kuu na umeshindwa kuona kwamba baada ya Ijumaa Kuu kuna Jumapili ya nini? Ya Pasaka. Tumsifu Yesu Kristo. Na ninaamini kuna mtu ambaye hata sasa hivi tunaposherehekea Jumapili ya Pasaka, yeye baada amebaki katika Ijumaa Kuu. Anaposali rozari anatamani asali tu matendo ya uchungu. Hajaingia katika matendo ya furaha, hata hajaingia katika matendo ya utukufu. Ndio wale wafuasi wawili ambao waliona kilichotokea Yerusalemu, wakasema hatuwezi kuendelea kukaa Yerusalemu, maana wanaona aibu, wanaona uchungu kwa yale ambayo waliyaona kwa yule waliyemwamini, kwa yule waliyemtumainia. Na ndio maana wanasema, na tulikuwa tukitumaini ya kwamba yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli.
Kumbe kwa nini wameingia katika safari ya Emau, safari ya kukata tamaa? Ni kwa sababu walipoanza kumfuata Yesu Kristo, waliweka matumaini yao yote kwake, kwamba huyu ndiye atakayetukomboa kutoka kwa mikono ya Warumi waliokuwa watesi wao kipindi hicho. Huyu ndiye atakayetupa furaha na faraja. Hapa ndipo nitakapopata matumaini baada ya mateso mikononi mwa Warumi. Imekuwaje pale nilipoweka matumaini yangu tena amezikwa kaburini? Imekuwaje pale nilipoweka matumaini yangu nimeona akiteswa, akivikwa taji la miba, uso wake ukiwa na damu, jasho la damu? Imekuwaje nimemwona akisulubiwa msalabani? Imekuwaje amekufa na nimeona kazikwa? Na hata zaidi, sio tu kuzikwa, wanapoanza kupata matumaini, taarifa inakuja kwamba hata kaburini lenyewe hayupo. Kuna yeyote ambaye ameweka jina lake ambaye anaambatana na Kleopa, maana yuko katika mazingira hayo? Ndugu wapendwa, vijana mliopo hapa, bila shaka kama vijana tunapokuwa, huwa tuna matarajio yetu, huwa tuna matamanio yetu katika maisha. Kweli ama si kweli? Tunayo matumaini, tunayo matarajio yetu katika maisha. Hawa wanasema matarajio yetu, matumaini yetu yote yalikuwa hapa, kwamba huyu ndiye atatupa faraja, nitapata furaha ninapomfuata. Yote yamesambaratishwa, yote wanaona kwamba yamekwisha. Tufanye nini? Siwezi kuendelea kukaa Yerusalemu, siwezi kuendelea kukaa katika familia hii, nitaondoka. Na kweli wameondoka, maana wameshindwa kuvumilia, wamekata tamaa. Ndugu zangu, inawezekana wewe ni yule ambaye nimesema ulianza safari kuja katika adhimisho hili la misa ukiwa umeingia katika safari ya Emau, njia ya Emau. Maana yake umekata tamaa. Kwa sababu gani? Matarajio yako, matamanio yako yote uliokuwa nayo unaona kwamba yamesambaratika na yamesambaratishwa. Nifanye nini? Uliingia katika uchumba, hatimaye ukaingia katika ndoa labda, na kwa bahati mbaya labda uliingia katika ndoa hiyo au chumba kwa sababu ya maisha yako ya zamani jinsi yalivyokuwa ya machungu na majungu. Labda katika familia yako mambo fulani yalitendeka ukaumia sana. Labda uliona Mungu amechukua wazazi wako ukasema, sioni haja ya kukaa hapa, niingie katika ndoa, niingie katika uchumba, labda niolewe. Na ukapata mtu ambaye umechumbana, ukaona kwamba hapa angalau kuna maisha, ukaingia, ukamfuata, ukaanza maisha naye kama kijana wa kike wa kiume. Lakini baada ya miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, umejipata umeingia katika safari ya Emau. Tumsifu Yesu Kristo. Matarajio yako na matamanio yako yote yamesambaratika. Unawaza hivi, nilikosea? Nilikosea kuingia katika ndoa hii? Nilikosea kaingia katika uchumba huu? Umeamua kuondoka, ama kama hujaondoka upo pale, ila kisaikolojia haupo, umeondoka kabisa. Yaani hata unapotembea barabarani, kama ameshiriki adhimisho la misa leo, hata anapokuona unavyotembea wanasema tu huyu yuko katika safari ya Emau. Tumsifu Yesu Kristo. Jinsi anavyotembea barabarani, yuko katika njia ya wapi? Ya Emau. Manake anatembea hata anajikwaa hivi. Wakati mwingine anaongea peke yake mwenyewe barabarani. Kama ni vijana ameweka vile masikio, mnavitaje? Tumsifu Yesu Kristo. Umeweka hata gari na kupigia honi au sikii. Samahani jamani. Yaani yupo katika safari ya wapi? Ya Emau. Kwa sababu ya jambo ambalo linaendelea katika maisha yake, anaona hana imani tena, hana matumaini, hawezi. Pole kama unapitia hayo Dominika ya leo. Inawezekana uko kwenye ofisi fulani unafanya kazi,
Pale ambapo labda mtu fulani alikuahidi kazi fulani, ila ukafanya maamuzi ukashawishiwa kuingia hapa ukitarajia kwamba hapa utapata mshahara mzuri kubwa, labda utapata amani na utulivu. Kumbe sasa pale ulipo ukiwaza kwamba kesho ni Jumatatu na unawaza kwamba unarudi pale, lakini hauna namna. Yaani unaondoka kwenye familia ukienda, ila umejua uko katika njia ya nini? Ya Emau. Narudi pale ofisini, ila yule ambaye yuko pale kesho naenda kukutana naye tena. Tumsifu Yesu Kristo. Amekuchosha, hujui ufanye nini, riziki pia unatafuta. Umeingia katika safari ya Emau, safari ya kukata tamaa. Umeumia hadi huwezi kukaa. Watoto wapo ambao wako kwenye safari ya Emau kwa sababu ya wazazi wao, ila hawana jinsi. Wakati mwingine unapata watoto wamekuwa watoto wa mitaa wapi, nenda pale Rangi Tatu. Kuna watoto ambao sio kwamba wakati mwingine wazazi hawapo, wapo tu, lakini shida, changamoto wanayoiona nyumbani, mtoto ameingia safari ya Emau. Sikai hapa, sikai Yerusalemu, sikai tena katika familia hii. Jinsi baba alivyo mlevi, jinsi wanavyopigana kila wakati wako kwenye boxing ring, mama na baba, wanasema sikai kwenye hii familia, anaondoka. Lakini pia kuna watu ambao wamechoshwa hata kwenye kanisa, kwenye jumuiya, mambo yanayoendelea na mkatisha tamaa. Na upate kwamba ni mtu labda ambaye hakuwa Mkatoliki, ameingia katika familia ya Katoliki, mume wake au mke wake amemshawishi akamfuata katika imani, katika kanisa. Baadaye yule aliyemkaribisha pale, yani ndiye haendi kanisani, afanye nini? Mtu kachoka, amechanganyikiwa, arudi kwenye kanisa lake au dhehebu lake, aendelee. Ameingia katika safari ya Emau, anaumia, akiwaza kwamba huyu mwanaume ndiye alifanya niache imani yangu nikamfuata. Akina mama, tumsifu Yesu Kristo. Maana inawezekana kuna watu kama hao. Amemfuata mwanaume fulani akajiunga na kanisa Katoliki, lakini baadaye amemfanya ameingia katika safari ya Emau, ajue afanye nini. Arudi kule anaona aibu, akae huku amebaki peke yake. Kama ulitoka nyumbani ukiwa katika safari ya Emau, Yesu Kristo Mwokozi wetu mfufuka anakuambia utarudi, na urudi ukiwa unarudi wapi? Yerusalemu. Anatuambia leo yeye ni mgeni asiyeonekana. Wakati mwingine huwa ninapotembelea familia, kubariki familia, unapata maandishi fulani wameandika kwenye ukuta, Kristo ni mgeni asiyeonekana katika kila mazungumzo, mgeni asiyeonekana katika kila mlo, mgeni asiyeonekana katika kila safari, kwa yeyote anayemwamini na anayemtumainia. Tumsifu Yesu Kristo. Yeye ni mgeni wetu asiyeonekana kwa yeyote anayemtumainia. Kristo hawaachi walio wake, na ndio maana hawa walio wake, hata kama wameingia katika changamoto hiyo, wameingia katika safari ya Emau ya kukata tamaa, Kristo bado yu pamoja na watu wake. Maana alituambia nini? Nitakuwa nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Mungu wetu, Kristo wetu mfufuka hatuachi hata mara moja. Anasafiri nao na kusikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Anawasikiliza. Jamani, ukiwa na hasira, ukiwa umeumia, unaongea nini? Ukiwa umeumizwa, ukiwa peke yako, unasema nini? Safiri na hawa wafuasi wakiwa wametoka Yerusalemu na huzuni na masikitiko. Hebu fikiria wanachokiongea wakiwa barabarani. Bila shaka tumeambiwa nyuso zao zilikuwa zimekunjamana, na ndio hivyo. Sasa katika hali ile ya nyuso zimekunjamana, wanasema nini? Wanaongea nini? Kwa kweli mimi sirudi katika familia hii. Kwa kweli sijui nifanye nini. Kwa kweli mimi nikifika pale hata naweza kuchukua hata kamba. Msifu Yesu Kristo. Nawaza kuchukua nini? Kamba. Mimi na ukipewa hilo kamba unaiangalia na kusema bana, maisha bado ni matamu. Msifu Yesu Kristo. Ndio mazungumzo yao. Nani anasikiliza? Yesu Kristo anasikiliza.
Na ndio maana tunapokuja katika adhimisho la misa takatifu, ndio maana katika sala zetu Kristo Mwokozi wetu anasikiliza machungu na majungu tunayoyatamka, lakini pia anasikiliza yaliyo furaha tunayoyatamka. Tumsifu Yesu Kristo. Unapokuja hapa unamletea furaha zako, unayatamka katika moyo wako, lakini pia unaletea machungu unayopitia. Anasikiliza na anauliza swali, anakuuliza leo, unazungumzia nini? Yapi yanaendelea rohoni mwako? Kimya kimya unasema nini? Kimya kimya rohoni mwako unapanga nini? Na kwa hasira, umejua jinsi tukiwa na hasira yale wewe bwana, acha kunisumbua. Kwani hujui jinsi huyu mwanaume alivyo? Bwana, acha kunisumbua. Hujui jinsi huyu mwanamke alivyo? Acha kunisumbua. Hujui jinsi huyu boss alivyo? Twende kwenye jumuiya. Kwenye jumuiya niende kufanya nini? Hujui jinsi hao viongozi walivyo? Hasira, mara nyingi huwa tunasema hasira ni hasara. Ila Mwokozi wetu Yesu Kristo anayasikiliza yote. Hilo litutie moyo kwamba hata katika majaribu, katika vishawishi, katika masikitiko yetu, Yesu Kristo yupo kufanya nini? Kutusikia. Kumbe kama yupo kwa ajili ya kutusikia, tunakimbia tunaenda wapi? Tuende kwake yule ambaye yuko tayari kutusikia. Maana inawezekana yule uliyedhani kwamba anakusikia kwa sababu anasema nimekupenda kama hani hivi, kumbe baadaye Kristo tu ndiye anaweza kutusikia kila wakati, na anasikia kilio chetu, masikitiko yetu, lakini pia furaha yetu anayasikia. Kristo anatembea nao. Tuombe atembee nasi katika yote tunayoyapitia. Tuombe asikie dua na sala zetu tunayotoa, hasa tunapoingia katika safari ya Emau. Baada ya kusikia, akatambua kwamba hawa watoto wake wamekata tamaa. Ndugu wapendwa, Kristo anawatia matumaini kwanza kwa kuwafunulia maandiko matakatifu kuanzia Musa na manabii. Maana yake nini? Jinsi manabii walivyotabiri ujio wa Mwokozi ambaye ataleta matumaini kwao, anawakumbusha hayo. Je, mnajua kwamba Mwokozi huyo aliyetabiriwa na manabii yupo? Anawakumbusha kuhusu Musa ambaye alikabidhiwa amri za Mungu, kwamba yale ambayo anawapa matumaini ni kuishi kadri ya amri za Mungu. Na baadaye wao wenyewe wanasema, je, mioyo yetu haikuwaka moto alipokuwa anatufunulia nini? Maandiko matakatifu. Hatua mbili za adhimisho la misa takatifu. Sehemu ya kwanza tunayoshiriki sasa, kufunuliwa maandiko matakatifu yanayofungua macho yetu, yanayotia mioyo yetu moto, ili tuweze kuanza upya, tuweze kuwa na matumaini, kushiriki neno la Mungu. Matumaini yetu yapo katika neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana tunaalikwa kila wakati kupata matumaini tunaposoma neno la Mungu. Yafungue macho yetu tuweze kuona kwamba ndio inawezekana napitia majaribu, changamoto mbalimbali, lakini haya yote Kristo mwenyewe aliyapitia. Soma maandiko matakatifu, utapata siku ya Ijumaa Kuu yale aliyoyapitia. Lakini baada ya Ijumaa Kuu, maandiko matakatifu yanatuambia kulikuwa na Jumapili ya nini? Ya ufufuko. Pata matumaini kwa kusoma neno la Mungu. Adhimisho la misa ni jambo hili. Sehemu ya kwanza ni kusikiliza neno la Mungu, itupe matumaini, tufunue macho yetu. Na ndio maana huwa tunaambiwa hata na kanisa, ukifika katika adhimisho la misa na tayari sehemu ya kwanza ya neno la Mungu limepita, hata ustahili kupokea Yesu wa Ekaristi. Tumsifu Yesu Kristo. Neno la Mungu, taa na mwanga, nuru ya maisha yetu. Ikutie nguvu kwamba neno la Mungu linakupa matumaini. Natarajia kwamba sasa hivi neno la Mungu likupe matumaini, wewe uliyefunga hiyo safari na unaona maisha yako kwamba katika safari ya Emau. Neno hili la Mungu linalo limega sasa likutie matumaini ili uweze kuanza upya. Binadamu hawezi kukupa matumaini na furaha katika maisha, ila nani anaweza kukupa hayo yote? Ni Yesu Kristo mwenyewe na neno lake takatifu, neno ambalo ni yeye mwenyewe. Pata nafasi ya kupata matumaini hayo. Na baada ya kumegewa neno, baada ya kufunuliwa, wanajisikia furaha. Kristo anajifanya kana kwamba anataka kwenda, na wanamwambia
Kristo, giza limeingia katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wao wenyewe wanasema giza lilikuwa linaingia, na kwa sababu hiyo wakatambua kwamba giza linaingia katika maisha yao. Nini kinacholeza kutoa hili giza? Kaa nasi katika neno lako, kaa nasi waamini wako. Wao wenyewe wanatamka kaa nasi Bwana, kwa kuwa giza linaingia. Kaa nasi Bwana, kwa kuwa ninaingia katika safari ya imao. Kaa nasi Bwana, kwa kuwa naona machungu na majungu katika maisha yangu. Kaa nasi Bwana katika familia yetu, maana inaonekana inasambaratika. Kaa nasi Bwana. Na ndugu wapendwa, tunapomwalika Kristo katika imani akae nasi, hasiti hata mara moja, hawezi kupita, anaingia na kukaa nasi. Leo kama nilivyosema, wewe ndiye yule mfuasi wa pili ambaye yuko na Kleopa. Kwa hiyo jiunge na Kleopa kwa kusema na kumwambia Kristo, kaa nami, kaa nasi katika familia, kaa nasi katika ofisi yetu, kaa nasi katika biashara yetu, kaa nasi katika jumuiya yetu ambayo tunaona inasambaratika, kaa nasi katika kanisa letu pale ambapo wakati mwingine tunakata tamaa. Kaa nasi Bwana. Tuwakumbuke wale ambao wakati mwingine maisha yamekuwa na magumu, lakini badala ya kumwalika Kristo kukaa nao, wanaenda kualika nini? Ushirikina, waganga wa kienyeji. Hao ndio unapata wamekaa nao katika familia. Kama sio wao kuja kukaa nao pale, wao wenyewe ndio wanaenda kukaa nao. Mazingira ya hapa ukisafiri, wakati mwingine nilikuwa naenda Mlamleni huko sijui Lugwado, kuna mazingira fulani unapata yani mtu ametoka kwake ameenda kukaa kwa mganga wa kienyeji. Na wanaonisikiliza na wamewahi kufanya hivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Nani anakaa nawe katika taabu? Na wewe unakaa na nani katika tabu zako za maisha? Wakasema kaa nasi Bwana. Giza limeingia. Na kweli katika maisha yetu giza linaweza kuingia. Katika maisha yetu, katika familia, giza linaweza kuingia. Katika maisha yetu popote pale giza linaweza kuingia kwa sababu ya magonjwa mbalimbali, hadi ushindwe. Mungu, kwa nini? Kwa nini mimi? Kwa nini wanafamilia yangu? Giza linaweza kuingia kwa yule uliyempenda. Kama nilivyosema, mlianza maisha mkitarajia kwamba yote yatakuwa mema, lakini giza limeingia, matarajio yako yote yamesambaratika. Hapo ndipo Kristo, mgeni asiyeonekana, yupo. Anachohitaji tu ni ufungue moyo wako na useme kaa nami Bwana. Neno la Mungu litakuongoza, maana litafungua moyo wako na kutambua kwamba bila Kristo hauwezi. Na ndio maana wakati mwingine nilikuwa toa ngoma, niliwapa ile kauli ya mwaka, na yaweza mambo yote katika kuumega mkate na kushiriki mwili na damu yake. Lakini sasa wanakwaya, tumsifu Yesu Kristo. Lakini sasa upo hapo, muda si mrefu utakuwa na nendeni kwa karamu, rudini mkaketi. Yani wewe utakuwa unawapisha tu na umekaa hapo. Wa Kristo wapenzi, wale ambao mtakuwa unawapisha wengine wakienda kupokea ekaristi na umekaa, tumsifu Yesu Kristo. Jibu, sema milele amina. Asante kwa kunijibu. Tumsifu Yesu Kristo. Yani Kristo anatuambia katika ekaristi pale ndipo kuna mabadiliko ya macho yetu yanafumulia, na tunatambua kwamba hata nikiwa katika misalaba kuna ufufuko. Kristo amefufuka na anatulisha. Nini kinakuzuia asikumegee mkate? Nini kinakuzuia Kristo asikushirikishe mwili na damu yake? Ni kizuizi kipi ulio nayo? Kwa sababu umeishi katika uchumba sugu miaka 5. Alafu kuna mtu sasa hivi anaumia ninaposema hivi, kwa sababu aliahidiwa kwamba yani baada ya mwaka, hata tutamaliza mwaka moja tutaenda kufunga ndoa. Leo imefika miaka 10, anaumia kweli kweli. Naume
Kama upo tumsifu Yesu Kristo. Kuna mama wa watoto wako ambaye anaumia ninaposema haya, kwa sababu ulimwahidia kwamba mtafunga ndoa hata kabla ya mwaka ili aendelee kushiriki mwili na damu ya Kristo, amegewe jinsi alivyokuwa anafanya kabla ya kuingia katika uchumba huo, na sasa anaumia kwa sababu yako. Tunafunga ndoa lini? Yani yeye mwenyewe, Kristo mwenyewe anapomega mkate na wanafunguliwa macho, mara moja wananyanyuka, turudi tuanze upya. Na kuna mtu anaumia kwa sababu ya mwanaume fulani au kwa sababu ya mwanamke fulani aliyemwahidia kwamba tutaendelea katika maadhimisho hayo kushiriki, ila sasa hii miaka 3, 4, 5, 10, hata sasa wakati mwingine amekata tamaa, ameingia katika safari ya Imau kwa sababu ya wewe ambaye ulimwahidia kwamba tutaendelea na maisha yetu ya Kikristo ya Ekaristi, lakini baadaye umekuwa kizuizi katika maisha yake. Inaumiza sana. Labda mtu ameingia katika safari ya Imau kwa sababu yako. Hawezi kumegewa na mkate na Bwana wetu. Dominika ya leo ni dominika ya kukumbuka pia Ekaristi hiyo takatifu. Adhimisho la misa, liturujia ya neno na liturujia ya Ekaristi takatifu, sehemu kuu mbili za ibada ya misa. Kwamba baada ya kufunuliwa macho yetu katika maandiko matakatifu, tushiriki mwili na damu yake, tupate nguvu ya kuanza upya tena. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana katika adhimisho hili la leo, wafuasi wale baada ya kufunuliwa macho katika kumegewa mkate, kushiriki mwili wa Kristo, wanarudi Yerusalemu akiwa na furaha. Sasa safiri nao unaporudi Yerusalemu, nyuso zao zikoje? Je, zipo jinsi ilivyokuwa walipokuwa wanaenda Imau? Bila shaka hapana. Wana furaha. Wanataka wafike kule haraka, washirikishe wengine wakidhani kwamba wale bado wana huzuni jinsi walivyokuwa. Kumbe wanapofika wanatambua kwamba Kristo tayari alishawatokea na wamekuwa na furaha. Nyinyi mlikuwa wapi? Jamani, Kristo hujidhihirisha pale ambapo tuko pamoja na wenzetu katika familia. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana hata tukiwa na magumu ya kiasi gani katika familia, tukae pamoja, tumkaribishe Kristo. Kaa nasi na atakaa nasi na tuwezesha kuanza upya. Tusikimbie, tusiondoke, tuingie katika safari ya Imau kwa sababu ya misalaba tunayopitia. Tumwalike Kristo akae nasi, atatufunulia maandiko, atatumegea mkate, mwili na damu yake takatifu, na tutaanza upya. Tutarudi kwa furaha kuwatangazia wengine kwamba kweli, jamani, tusikate tamaa. Kristo yupo na ametuambia hivi. Tunasikia hilo katika somo la kwanza na somo la pili. Petro amekuwa na furaha kwa sababu ameshuhudia makuu ya Kristo mfufuka, na anawaambia watu, enyi watu wa Uyahudi, ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Yesu wa Nazareti, mtu aliyedhihirishwa kwenu na Mungu na miujiza, mtu huyu ndiye mliyemsulubisha, amefufuka yu hai, na sioni haya kumtangaza. Tumsifu Yesu Kristo. Sioni haya kutangaza kwamba mimi ni wa Kristo na ninamwamini kwamba amefufuka na amejidhihirisha kwangu, amenifunulia maandiko, amenimegea mkate, nina uzima. Mpende msipende, na muamini Kristo ambaye amefanya nini? Amefufuka. Ndugu wapendwa, Dominika hii ikupe matumaini, ikujalie kuanza upya tena. Kama ulikuwa umejaribu kitu, vijana wamejaribu kutafuta kazi, umejipata umeingia katika safari ya Imau, umesema basi niondoke tu. Dominika hii anza tena. Anza tena na Kristo. Kama familia yako ulikuwa umeona umeingia katika safari ya Imau, ndoa yako, uchumba wako, labda kwa sababu ya yale ambayo umepitia, Dominika ya leo Kristo anasema anza tena. Mimi ni mgeni ambaye ukimkaribisha anakaa na wewe. Umkaribishe tu katika maisha yako, akushirikishe yaliyo mema, akutie nguvu na uanze upya. Usiendelee na safari ya Imau, bali rudi Yerusalemu, mahala pa ufufuko, mahala pa hekalu, pale walipokuwa wanaenda kupata matumaini kusali, mahali pale ambapo tunaambiwa ni mji pia Sayuni mpya. Mungu akutie nguvu. Kama ulianza safari hiyo ukaingia Imau, akupe matumaini,
kwa kushiriki Ekaristi Takatifu. Na kama kuna jambo lolote ambalo ni kizuizi kwako, Kristo mwenyewe alituachia sakramenti ya kitubio tuweze kujisafisha ili tushiriki mwili na damu yake. Na kama ni kizuizi ambacho imelazimu sana kwa sababu ya ndoa, wewe mwenyewe jipange ukijua kwamba Ekaristi Takatifu ni mwanzo mpya wa maisha yetu. Kristo anapotumegea mwili na damu yake inatutia nguvu na tufungua macho ya kushinda shetani na maovu yake, kutoka kwenye kupokea misalaba mbalimbali tukimtumainia Yesu Kristo. Akutie nguvu katika Dominika ya leo, na unaporudi nyumbani, wewe na Kleopa, rudi na furaha na uwatangazie, kama kuna yote ambaye umemwacha nyumbani na yuko kwenye safari ya Emau, mtangazie kwamba Kristo amefufuka, yu hai na nimekutana naye. Tumsifu Yesu Kristo.